sura ya 8 nimekaa kidogo kwenda kwenye kuelezea mambo kama mwanamke ni ubavu wa mwanaume. Sawa. Musa alikuwa anamaanisha nini? Simply, Musa alikuwa azungumzi ubavu particular kwa maana ya biological ring. Sababu hakuna mwanaume mwenye mbavu pungufu. Kwa Musa alikuwa anafundisha kwa kutumia lugha ya picha ya hekalu, ubavu wa hekalu au pande, kwa sababu alikuwa lazima ujue muktadha wa Mwanzo. Alikuwa anaandikiwa nani? Mwanzo haikuandikwa kwanza kwa ajili yetu japokuwa inatuhusu na sisi. Lakini Mwanzo iliandikwa na mtu aliyekuwa jangwani. Ya watu waliokuwa wanatoka Misri. Kwenye sehemu ambapo mahekalu na mahema ya kukutania ya miungu ndio yanajengwa na ameshazo. Watu wale wajenzi waliofanyishwa kazi ya kujenga mahekalu ni Wayahudi, ni Waisraeli wakiwa kule. So they understand ubavu. Kwa nikaangalia neno la Kiebrania la ile ubavu limetumika kote kuelezea pembezoni mwa hekalu. Kwa basically ni mtu wa kuambatana naye. Hakuwa anamaanisha kipande cha nyama. Sababu mtu akiwa na nyama iliyopungua ubavuni ni naitwaje ulemavu. Kwa hakuna mwanaume mlemavu. Tuna mbavu sawa. Kuna watu wengine tu wanajidanganya kwamba kuna ubavu wako uliopungua kautafute. No. Katika uumbaji wa Mungu alitaka alitupa biological pia differences ya kwamba lazima kuwepo na mtu ambaye unaenda naye.